Mtazamaji wa TBR24 Media, nikiwa naendelea hapa kuzungumza na watangazaji wa TBR24 Media kuhusiana na masuala mbalimbali. Sasa nimekutana na Elia Daniel akiwa kwenye majukumu yake. Bwana Elia, uko vizuri? Ya, alhamdulillah, niko vizuri kabisa. Majukumu yanasonga? Ya, kila kitu kipo vizuri. Agosti 13. Tunahesabu masaa au siku. Tunazihesabu siku, of course. Miezi kadhaa tu imesalia kutamatika kwa 2026. Kwa jambo zuri. Tulianza wengi sana, tulianza nao kwa maana Januari mpaka sasa hivi tuko Agosti. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Najua ulikuwa na majukumu yako, lakini kidogo walau kwa dakika kadhaa tufahamu. Kesho ligi kuu ya Tanzania bara inaanza, kwa maana baada ya kushuhudia ngao ya jamii ikichezwa. Umetazama maandalizi ya timu zote ambazo zinakwenda kushiriki, zile ambazo zilisalia kwenye nyakati bora, zile ambazo zilipanda, sajili zilizofanyika, bila shaka umetazama kwa kila timu, kwa sababu pia wewe ni miongoni mwa wana michezo. Tutarajie ligi ya aina gani? Ya, lazima ni ligi ya kiushindani, maana kwa ligi yetu huwa kama kuna baadhi ya matabaka ambao kimichezo unayatazama na unayaona kwa asilimia kubwa sana. Kuna makundi ambayo yatakuwa yanawania zaidi ubingwa na matamanio yao unakuwa unayaona kabisa, kwa maana kwenye dirisha la usajili, lakini pia zipo timu ambazo zinahitaji zaidi kuandika historia nzuri kwenye ligi na namna mambo yalivyo, na wapo ambao wao wanakuwa wanapambania zaidi kuto kushuka daraja, na hilo nafikiri ni kitu ambacho tumeendelea kukiona. Kama kuna watu wanapinga, utaona tu ligi ikianza maji na mafuta vinaanza kujitenga. Ni ligi ya kiushindani. Nafikiri kwa msimu uliopita ilikuwa na ushindani mkubwa zaidi ukilinganisha na msimu juzi. Kwa nini? Misimu miwili ya nyuma ukiangalia, bingwa alimaliza akiwa na alama 80, zaidi ya 80 kwenye mataji hivi karibuni. Maana msimu uliopita Yanga alimaliza akiwa na alama 75, lakini msimu juzi Yanga alimaliza ligi akiwa na alama 80, na kuna msimu alimaliza akiwa na alama 82, ule msimu ambao kwa asilimia kubwa sana unaweza kuona timu zingine zilizokuwa zinakaribiana naye hazikuwa na idadi hiyo ya alama. Lakini kwa msimu uliopita tunaona gap la alama 2 pekee ambao walikuwa Yanga pamoja na Simba. Simba aliyemaliza na alama 73, lakini Yanga kamaliza na msimu huo akiwa na alama 75. Ushindani tuliuona hadi mwishoni kwenye mechi ya mwisho ndo tunagundua bingwa ni nani. Kwa mantiki hiyo itoshe kusema kwamba hata kwa msimu huu huenda tukaona ushindani mkubwa zaidi ukilinganisha na msimu uliopita. Singida Black Stars amepambania nafasi ya kucheza kombe la shirikisho kwa hadi mechi zile za mwisho kabisa, baada ya JKT TRA kutokuwa na mwenendo mzuri, ndio Singida Black Stars anapata nafasi ya kwenda kucheza, kwa maana kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup na sio CAF Champions League, maana mshindi wa kwanza na wa pili ndio anacheza CAF Champions League, afu wa 3 na 4 wanacheza kombe la shirikisho. Kwa ushindani lazima uwepo kwa asilimia kubwa sana, ingawa kuna kitu nakiona kiufundi Bravius kinaweza kikakosekana kutoka kwa walimu. Hawajapata muda mrefu sana kukaa na timu zao, hawajapata muda mrefu sana kukaa na timu kwa ajili ya kutengeneza utimamu wa mili wa wachezaji, kutengeneza mbinu pamoja na kuendana na falsafa yenyewe ambayo timu itakuwa inacheza. Kwa hilo nafikiri inaweza nikawa na wasiwasi na timu kuchelewa kwao, wachezaji kuwasili kambini, huenda ni kitu ambacho pia kinaweza kikapungua kiufundi zaidi mwanzoni mwa ligi. Ya, umezungumza mengi kiufundi zaidi bila shaka. Natamani twende nje kidogo na Simba pamoja na Yanga. Timu zimefanya usajili, lakini pia umeona ratiba namna ambavyo inakwenda kuanza. Kwako wewe ni timu 16, tuziondoe hizo mbili zinabaki 14. Tumuondoe na Azam FC pamoja na Singida Black Stars, na waondoa hao kwa sababu kidogo wamejitofautisha, kwa sababu pia ndo watakwenda kushiriki, hata sajili zao inawezekana ni za kiutofauti. Kwenye timu 12 ambazo zinabaki, timu gani ambayo nadhani imefanya usajili mzuri? Timu nyingi sana zimefanya usajili, lakini kwangu nafikiri timu hizo ambazo zimefanya usajili mzuri, JKT Tanzania
baadhi ya nyota ambao walikuwepo kwa msimu uliopita na wameendelea nao. Naona kuna baadhi ya maingizo, huenda Ahmad Ali kwenye baada ya msimu kumalizika aliandika na wachezaji ambao wamewasajili, huenda kuna kitu ambacho wanaweza kakiboresha ukilinganisha na msimu uliopita. Walianza ujue JKT msimu vizuri sana, ila mwishoni wakaja kuharibu. Naona kwenye goalkeeping ameongezewa Chalamanda ambaye msimu uliopita alikuwa na kiwango kizuri sana, lakini ameongezewa hapo watu kama akina Konstantini Malimi ambaye alikuwa na Mtibwa Sugar. Kwa kwenye baadhi ya maeneo ambayo nayatazama, mtu mwingine ambaye amefanya usajili mzuri pia ni pamoja na TRA United hawa. Miongoni mwa timu ambayo kifedha tunaweza tukasema hawana huo ukata kusajili baadhi ya nyota ambao ni wazuri sana. Triple G Grayson Gerard Guarara ambaye alikuwa na kiwango kizuri sana tangu atumike kwenye kikosi cha Coastal Union zaidi ya misimu miwili, lakini kila ambacho amekuwa kikitoa naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye kikosi hicho na baadhi ya nyota wengine. TRA nao ni miongoni mwa timu ambazo kwangu naona zimefanya usajili ambao ni mzuri sana. Timu nyingine ambao naitazama pia ni Kagera Sugar, namna ambavyo wamechukua experienced players. Nimemwona kwa maana ya mtu kama Said Hamisi Ndemla ametamba vizuri sana akiwa na Simba, amepita pia baadhi ya vilabu. Unaona kabisa ni mtu ambaye anaweza akawasaidia. Alikuwa msimu uliopita alimaliza akiwa na JKT. Emmanuel Vyakure Burundi raia wa Burundi huyu naye miongoni mwa watu ambao wameingia kwenye kikosi cha Kagera Sugar. Huenda kuna kitu cha kiufundi sana mwalimu akakipata kutoka kwao. Ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimesajili wachezaji wazuri. Hapo namuweka pia kwa timu kama Dodoma Jiji, Pamba Jiji ni miongoni kwangu mwa timu ambazo sitoshangaa sana zikifanya vizuri kutokana na aina ya wachezaji ambao walikuwa nao msimu uliopita na aina pia maingizo madogo ambayo wameongeza kwenye zile nafasi ambazo baadhi ya wachezaji wameondoka ili kwenda kufanya vizuri sana katika msimu ujao. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.